إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko kwenye hikmatu mashru'iyati al-idda, hikma ya kuwekwa sharia ya idda baada ya kuanza suratu Talaq iliyokusanya mambo pande mbili. Upande wa kwanza umekusanya yanayohusiana na talaka, na upande wa pili mambo ambayo yanahusiana na eda. Tukaona jinsi walivyotafsiri watu wa lugha katika vitabu vya kutegemewa kilima hiki cha al-idda kina mwelekeo gani, na tukaangalia kilima hiki kilivyotajwa katika Qur'ani tukufu kikawa kimechukua maana yale ya maana ya idadi, maana ya hisabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye mkusanyiko wa yote ambayo tunataka tuelezee kwa wasaa kuhusiana na hikma ya kuwekwa sharia ya eda. Kwa nini mwanamke akaeda? Hatuna budi tuzigusie tena hizi aya ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekusanya ahkami hizi kwenye hizi aya kwa kumhutubu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kumwambia ya ayuhan nabiyyu, ewe nabii, idha talaqtumun nisaa, munapoacha wanawake, fatalliquhunna liiddatihinna, waacheni katika eda, yani liiddatihinna, kwenye tahara zao. Ni msimamo wanavyoni pia wanatafsiri hivyo, fatalliquhunna, waacheni hao wanawake, liiddatihinna, kwenye eda zao, kwenye siku ambazo zimekabili tahara, wa ahsul idda, kisha mudhabiti hisabu ya eda. Wattaqullaha rabbakum, na mcheni Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi wenu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, musiwatoe katika majumba yao. Ikiwa mumewaacha wanawake, musiwatoe katika majumba yao. Wala yakhrujna, wala wasitoke wao wenyewe, wasitoke. Illa an yatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa wakifanya machafu ya lowazi. Wakifanya machafu ya lowazi, muna haki ya kuwatoa, lakini hamuna haki ya kuwatoa ikiwa mumewaacha mpaka lipatikane hili aliloliweka Mwenyezi Mungu, wakifanya machafu ya lowazi. Wa tilka hududullah, Mwenyezi Mungu asema, na hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu, na mipaka ya Mwenyezi Mungu huwa haitaki kukeukwa. Wa man yataadda hududallahi, na mwenye kukeuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, faqad dhalama nafsahu, hakika amejidhulumu nafsi yake.
Mtu mwenye kukeuka mipaka ya Mwenyezi Mungu huwa amejidhulumu nafsi yake. Mwenyezi Mungu asema la tadri, hujui, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, labda Mwenyezi Mungu ataleta jambo lingine baada ya haya. Pale kwa kuwa nyinyi hamkuwatoa wanawake majumbani mlipoacha, labda Mwenyezi Mungu ataleta jambo lingine lisilokuwa hili ambalo limepatikana la talaka, kwa kupatikana mabadiliko. Mwenyezi Mungu aendelea kusema fa idha balaghna ajalahunna, wanapomaliza eda zao. Ikiwa wamemaliza eda na hamkuwaregea wakati wako katika eda mpaka eda likaisha, Mwenyezi Mungu asema fa amsikuhunna bima'rufin, wakimaliza eda muwashike kwa wema, au farikuhunna bima'rufin, au muwafariki kwa wema, mutengane nao kwa wema. Wa ashhidu dhawi adlin minkum, mushuhudishe mashahidi wawili waloadilifu katika nyinyi. Wa aqimu shahadata lillah, kisha musimamishe ushuhuda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Dhalikum yu'adhu bihi, hivyo ndivyo anavyoaidhishwa kwayo. Kuaidhisha mtu gani? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho. Waman yattaqillaha, na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, yaj'al lahu makhraja, Mwenyezi Mungu humtengezea njia ya kutoka. Mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humtengezea njia za kutoka kama matatizo na mengineo. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamruzuku kwa namna ambavyo hakutazamia, natija ya uchamungu. Waman yatawakkal ala Allah, na mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu, fahuwa hasbu, Mwenyezi Mungu atamtosha. Inna Allaha balighu amri, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kutimiza jambo lake. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, hakika kajalia Mwenyezi Mungu kila kitu kwa kipimo chake. Tukasema na katika masala haya yanayohusiana na mke na mume, lazima vipimo vichukuliwe pande zote mbili, kwende kwa vipimo kama jinsi Mungu anavyotaka. Na tukasema kikikosekana kipimo kwa upande wa mume, hakuna utulivu wa maisha ya ndoa, na kukikosekana kipimo kwa upande wa mke, hakuna utulivu katika ndoa. Na Allah tabaraka wa taala asema qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, hakika kajalia Mwenyezi Mungu kila kitu kwa kipimo chake, lazima vipimo vitumiwe. Kisha Mwenyezi Mungu kaanza kueleza sharia itakiwao kwa sampuli zote za eda ambazo tutazifafanua. Wallai yaisna min almahidhi min nisai, na wale ambao wamekata tamaa ya kupata ada, wamekata tamaa ya kupata hedhi katika wake zenu. Inirtabtum, iwapo mutakuwa na shaka kutaka kujua hawa wamekata tamaa kuwa hawaingii tena katika ada, sasa je, eda lao watakaa vipi? Ikiwa muna shaka kutaka kujua hukumu ya kukaa kwao eda, basi Mungu asema fa'iddatuhunna 3 ashhurin, eda yao ni miezi 3. Hawa ambao wamekata tamaa kupata ada wanakaa eda miezi 3, si hawa peke yao. Wallai lam yahidhna, pia wale ambao hawapati hedhi kabisa, pia eda yao ni miezi 3. Utakuja ufafanuzi biidhnillah. Wa ulatul ahmali, wengine katika namna wanavyotakiwa kukaa eda ni wanawake wenye mimba. Mwenyezi Mungu asema na wanawake wenye mimba, ajaluhunna, muda wao wa kumaliza eda, an yadhana hamlahunna, ni pale wanapojifungua. Wakijifungua eda yao imeisha. Mume hivi sasa akikata kamba, akifa, hapo hapo mwanamke ana mimba akazaa, hana eda, eda lake lishaisha. Au baada ya siku 2 au baada ya siku 3, hata hapo si umepiga hatua hapo kwa hapo, bora achangulie tu yule mume afe mwanzo, kwa masaa hayo mwanamke ajifungue, alhamdulillah, huwa hana cha eda.
lakini hatari na haombewi. Na ndipo kwenye upande mwingine sharia ikaweka mikakati ili wewe mume usiwe ni mwenye kusababishia mwanamke mateso hayo. Ndipo mpaka katika kuachwa ukaambiwa muache mwanamke wakati wa kukabili siku za kukabili tahara yake. Tena ukaambiwa ya kuwa kwenye tahara ambayo hukumuingilia. Kwa nini? Kwa sababu akitwahirika mwanamke kisha ulale naye kisha umpige talaka, ni hatari. Pana uwezekano wa kumkusudia machesi, japokuwa kadari ya Mungu, lakini kutochunga sharia. Na kwenye masala ya talaka na kwenye masala ya ndoa hakuchungwi sheria, watu hufanya watakavyo, ndio matatizo yakawa mengi. Sasa mwanamke atahirike, umuingilie kisha umuache. Ukimuingilia kwaweza kuota kiumbe. Haya, kikiota kiumbe na umempiga talaka, itakuwa sasa mwanamke akaeda miezi mingapi? Miezi 9, yani mpaka ajifungue, kwa umekusudia kumcheza. Sasa kusipochungwa haya, ndipo pale mvurugo unapokuja. Lakini kila mmoja ikiwa una kipimo hiki akitakacho Mungu, kad jaala Allahu likulli shay'in qadra, kila mmoja atakuwa kipimo kizuri ili asimdhiki mwenzake. Na vipimo vikitumika, tunakariri hapo hapo, haki hadhikiki bwana harusi aliyeoa wala hadhikiki bibi harusi aliyeolewa. Lakini dhiki hizi tulizo nazo, mvurugo huu ulioko majumbani, kwa vipimo hamna. Mwanamke hana kipimo, mwanamume hana kipimo. Kwa hivyo ni maisha ya mvurugo badala ya kuitwa maisha ya asukun, maisha ya utulivu. Utulivu hukosekana ukikosekana uadilifu. Na wallahi kila point katika Qur'ani tukufu ina natija yake. Pahala uadilifu ukipatikana, utulivu hudumu. Uadilifu ukikosekana, fujo ndilo linasimama. Haya si kwa dola, si kwa nchi, si kwa utawala tu, bali haya mpaka kwa maisha ya ndoa nyumbani. Uadilifu ukikosekana, mvurugo. Uadilifu ukipatikana, wallahi utulivu kabisa. Sasa hapa katika masala ya eda ndipo akaambiwa katika wanawake wenye mimba, wa ulatul ahmali ajaluhunna, mda wao wa kukaa eda au kumaliza eda, an yadhana hamlahunna, ni kule kuzaa kwake. Sasa hapa tumeona kwamba kwa jinsi sheria au Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alivyofanya wepesi kuwafanyia waja wake katika haya mambo ya sharia. Na naam, uangalia mwanamke ana mimba, iwe eda yake ni mujarradi wa kuzaa tu. Sasa hii katika elimu ya sharia wanavyoni wanaita kwamba kwa hii ndiyo sababu al-illa. Sababu ikipatikana yenye maana ya eda kuwa limeisha, eda huwa limeisha kwa kuzaa kwake. Sasa yaweza ikawa siku zaa peke yake, tuelewane vizuri ndugu zanguni. Yaweza ikawa siku zaa peke, yaweza kutoka sababu ya mimba kutoka, ndivyo sivyo? Mimba kutoka imetoka na mwana akizaliwa kutoka hivyo hivyo. Kwa hivyo ila ni ile ile amezaliwa, ila ni ile ile ametoka. Kwa hivyo lao taharibu mimba baada ya mume kufa, ishapatikana sababu, eda lake limefanyaje? Limekwisha. Eda limekwisha. Akaja akaharibu mimba kwa siku 2, kwa siku ya 3, alhamdulillah, ni hapo hapo tu eda lake limeisha. Lao mfano kutokea maskini, mume amekufa, mwanamke bado uko na tumbo la mimba, mara miezi asitimize miezi 9, kukatokea tatizo, ikawa daktari atoe karari ya kwamba kwa huu mpaka afanyiwe upasuaji, mpaka atolewe mwana. Ila ni hapo hapo akifanyiwa upasuaji, eda lake limefanyaje? Likwisha. Kwa nini? Kwa kuwa mwana ashatoka tumboni, na mwana kutoka tumboni wanavyoona sema ni atoke vyovyote, akitoka nzima, akitoka hali ni maiti,
atoke amekamilika, atoke nusu, illa inaduru hapo eda la mwanamke litakuwa limeisha. An yadhana haulahum. Sasa kisha Mungu kaifunga aya kusema waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Utakuta kila likiwekwa la sharia, kila Mungu akituwekea la sharia kisha huturegesha katika ucha Mungu, kwa sababu katika kulitekeleza sharia mpaka ucha Mungu uweko. Bila ucha Mungu la sharia hulitekelezi. Ndipo ucha Mungu ulipokosekana, mwanamke alikosa haki zake kwa mume, kwa sababu mume hakucha Mungu, hakumweka Mungu kwa kuwa ni haki mimi huu nimpe, hakumpa mke haki yake. Ama kwa kukosekana ucha Mungu, mume alikosa haki zake kwa nani? Kwa mke. Utakuta kwamba kwa vipimo avitakavyo Mungu kwenda kwenye pande zote. Waman yattaqillaha, na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, yaj'al lahu min amrihi yusra, atamfanyia wepesi wa mambo yake. Na ni kweli, ukitaka wepesi wa mambo yako weka ucha Mungu. Ucha Mungu ndio utakufanya mambo yako yasahilike. Lakini ikiwa hakuna cha takwa Allah, hakuna cha kupata wepesi katika mambo yako. Kisha Mungu asema dhalika amrullahi anzalahu ilaykum, hiyo ni amri ya Mungu, kwa maana sharia ya Mwenyezi Mungu alowateremshia nyinyi. Ikiwa hii sharia ya Mwenyezi Mungu alowateremshiwa nyinyi, nyinyi wanadamu kwenye kanuni ilochungwa na wanadamu, nyinyi walimwengu kwenye kanuni zilizochungwa na walimwengu, muna hamu katika kuzitekeleza, bali muna uoga wa kukhalifu kanuni. Ikiwa hiyo kanuni ya mwanadamu ifaao kurekebishwa kila sana wakati, mara huwa ime-expire, watu mpaka wakae chini na kuchukuliwe maoni kwa watu kuhusu vifungu fulani vya katiba. Lakini kilichopitishwa na mwanadamu, wewe ulopitishiwa kanuni hiyo, una hamu, una hofu, una uoga katika kuivunda. Fakaifa bi shar'i Allah, kaif kwa sharia ya Allah tabaraka wa taala. Na hapa kwanza akafunga aya kwa ucha Mungu kwa kusema waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, na baada ya hapo kasema dhalika amrullahi anzalahu ilaykum, hiyo ni amri, ni sharia ya Mungu. Na usiseme ni kanuni ya Mungu, hakuna kanuni ya Mungu, sharia ya Mungu. Kanuni ni ya mwanadamu. Dhalika amrullahi anzalahu ilaykum, hiyo ni amri ya Mungu aliyowateremshia nyinyi. Kisha kaifunga aya hivyo hivyo kwa ucha Mungu, waman yattaqillaha, na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, yukaffir anhum sayiatihi, atamfutia dhambi zake, situ wa yu'dhimu lahu ajra, na atampa ujira mkubwa sana. Ujira huo imekuja ni natija ya wewe kutekeleza sharia ya Mwenyezi Mungu. Ona vifungu vya sharia bado vinaendelea kati ya mume na mke kwenye suala hili linaloleta matatizo sana. Mwenyezi Mungu kisha kasema kutuambia sisi waume, na khitabu hapa ili mkhutubu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa yamuhusu yeye, ikituhusu sote. Yeye alikuwa na wake na sisi tuna wake, na kuna watakao kuwa na wake, wote wanachungwa na sharia hii toka wakati huo mpaka leo, ila an yarita Allahu al-ardha man alaiha. Sharia inasema askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, wawekeni humo humo pahala mulipokaa nyinyi kwa kadri ya mapato yenu. Ni kwa maana usimfukuze mwanamke pale mkaapo, na wakae hapo hapo tena kwa kadri ya mapato yenu munayoyapata. Kwa nini? Kwa sababu hakuna taklifi pia ya kukalifishwa mtu ambapo mkono wake haukufika, si katika misingi ya dini hii. Misingi ya dini hii imejengwa kwa wepesi kwenye nyanda zote. Pale unapofika uwezo wako wa kutenda tenda, pasipofika uwezo wako, basi Mungu hakupatilizi, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanya wewe uwe hivyo. Pale ulipofika kwa uwezo wake, na pale ambapo hukufika pia kwa uwezo wako. Mungu kisema askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, wawekeni humo humo
ambapo mumekaa nyinyi kwa kadri ya mapato yenu. Wala tudharuhunna, musiwaletee madhara, litudayiku alaihinna, kwa njia ya kuwadhiki. Musiwaletee madhara ya kuwadhiki wanawake wa watu. Wanawake mumewaoa kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mulipowaoa kwa jina la Mwenyezi Mungu kikahalalika kilichokuwa ni haramu kwako, ukapewa uhuru kwa ule mwanamke baada ya kuwa ulikuwa huna uhuru na yeye. Tena Mwenyezi Mungu akakupa uhuru wa mwisho kwa sharia aliyokuwekea, akakupangia sharia kwenye kumua kwako mpaka kwenda kwenye faragha na yeye, mpaka akakuhalalishia vitu ambavyo licha hivyo vya ndani kabisa ilikuwa huna sharia hata kusimama na yeye barabarani. Lakini sharia kisha ikakuruhusu hata kusimama na yeye barabarani, ukawa uko naye barabarani, umeshikana mkono, uko huru, umshishie mrembo wako mkono, wazungumza na yeye, mukijisikia mwasimama mwatia story. Ikiwa kuna watu mwatia story, hata habari hamuna. Pahala popote faragha mwatia story. Ikiwa usiku ni wa mwezi, mumeshikana mikono mwatembea. Ikiwa usiku ni wa giza, hata mukiamua tusimame hapa pahala pagiza wenyewe tuzungumze tu, hakuna shaka yoyote, hakuna wasiwasi wowote, hakuna wizi wowote. Hata wewe roho yako makini kuliko kusimama na mrembo wa wizi. Mrembo wa wizi ukisimama na yeye, huwa hatale maneno haya witamu, huwa huzungumza na huku mato hukung'ara kama mwehu, atoke yao huko huwa huangalia yuaja barabara hii, yule yuaja barabara hii, humuuliza mrembo yuaja barabara hii. Ujikaushe, ifanye nkavu, ubaranganyishe nini, halijapicha la sharia. Lakini likipicha na sharia, hata nkao wa watu ukipita barabara hiyo, hata kama hawakukuona wewe, waweza kuwatolea salamu, assalamu alaikum wazee, jamaa alaikum salam wa rahmatullah. Hapa tunapoa tu, tunakula story tu, hakuna wasiwasi, kwa sababu sharia inafanyeje? Sharia inakuruhusu. Kwa hivyo watu ambao tayari wewe mume umepewa sharia ya kisampuli hiyo, si wa kuntefutia ya kundhiki mwanamke wa watu, si ya kuntefutia kumdhiki. Na hii pande zote wewe waambiwa musiwaletee madhara ya kuwadhiki, na wao wamebanwa kwa vifungu vya sharia ya kwa kuwa haki pia upande wao iko ya kuwafanyia ya kutufanyia sisi. Lakini kwa kuwa wewe ndiwe mlezi, wewe ndio msimamizi, wewe ndio masul, kwa hivyo ukaambiwa usitefute la kuja kumtia dhiki mwanamke. Wa in kunna ulati hamlin, shasema na ikiwa wana mimba. Sasa wa in kunna ulati hamlin, na ikiwa wana mimba, fa anfiqu alaihinna, wagharamieni kwa zile mimba zao, hatta yadhana hamlahunna, mpaka wajifungua. Maana weza kaona mimba ukamweka kwenye nyumba yako, una haki sasa kumugharamikia kwa sababu ya ile mimba. Fa in ardha'nakum, wakikunyonyesheni nyinyi wanawake, sasa wale wanapowanyonyeshea watoto wenu, faatuhunna ujurahunna, wapeni ujra wao, wa'tamiru bainakum bima'ruf, kisha mushauriane kwa wema kuhusu ujra utakaompa mrembo kwa kumnyonyesha mtoto wako. Wa in ta'asartum, na kukitokea uzito, kama hakutaelewana na kukazuka mazito, Mungu asema fasaturdi'u lahu ukhra, basi atanyonyeshwa na mwanamke mwingine. Mwenyezi Mungu kaimaliza aya kwa kusema liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, ili mwenye wasaa atoe kulingamana na wasaa wake. Ona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuwekea sharia, mwenye wasaa atoe kulingamana na wasaa wake. Wa man qudira alayhi rizqu, na yule aliyepewa dhiki katika riziki zake. Naam, Mungu kuna wengine amewapa wasaa, Mungu kuna wengine amewatia dhiki. Ndio malimwengu, ndivyo dunia ilivyo. Sasa kila mmoja aende kulingamana na Mungu mwenyewe vile namna alivyomweka. Sisi wichia dhiki tu bure jamaa, na sisi wisumbua bure tu. Mambo yote yenda kwa mpango, na mpango wetu wa maisha yetu ulipangwa kabla sisi ya kuumbwa.
na kabla sisi hatujaletwa katika dunia. Mipango imepangwa maridadi kabisa, hakuna dhiki, wala mwanadamu haichesi kuitia dhiki. Pale ufikapo ndipo shukuru Mungu wako, kwa sababu ni mipango Mungu amekupangia. Kuna wengine Mungu amewapa wasaa, kuna Mungu wengine amefanya nini? Amewachia dhiki. Sasa sharia inasema liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, mwenye wasaa atoe kulingamana na wasaa wake. Waman qudira alayhi rizquhu, na yule ambaye amedhikiwa kwenye riziki zake, kwa maana hana wasaa, afanyeje? Falyunfiq mimma atahu Allah, atoe kulingamana na vile Mungu alivyompa. Ikiwa Mungu alichokupa kiasi ni hiko ni hiko, hana haki nrembo kuanza kukupapia na kukuza sauti na kukukunjia mashati ya kuko tayari. Hapana. Waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hii ndio sharia. Yule ambaye amedhikika kimaisha, amedhikiwa kwa riziki zake, atoe kwa kiasi cha Mungu alichompa. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, Mungu haikalifishi nafsi isipokuwa vile alivyoipa. Kile ambacho Mungu amekupa ndicho alichokupa, hakuna taklifi. Kisha Mungu kakufungia aya 7 kwa kusema sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, Mwenyezi Mungu atajalia baada ya dhiki faraja, Mwenyezi Mungu atajalia baada ya uzito wepesi. Bora tu ucha Mungu, bora tu uaminifu, bora tu kipimo cha kupima mambo, ili kila mmoja asimdhulumu mwenzake. Ni aya 7 hizi kuanzia suratul Talaq, mwanzo wa suratul Talaq, ambazo tulizitafsiri jana tukaeleza ahkami zake, na tumezitafsiri leo kuunganisha ahkami zilizobaki katika aya kama hizi. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, baada ya haya ambayo tumeyasikia vizuri, ikiwa ni sheria, sasa hili eda, baada ya vile tulivyolizungumza, ni hikma gani ya kuwekwa sharia ya eda? Mbona Mungu ameweka sharia ya eda? Mwanamke akiachwa na mumewe akaeda, na akiachwa hivyo hivyo kwa kifo akaeda, na kuna sehemu fulani hakaieda. Hikma ya kuwekwa hii eda kwa wanawake ni nini? Na kwa nini tumechagua hii milango? Kwa sababu tumeona na kusikia na kuketi kutatua haya matatizo, kwa kuwa mtu amemwacha mwanamke na aloachwa kuitembelea na huifanyia kila la kuifanyia, hana eda alilolikaa. Na ukimwambia akakutolea Kiswahili kingi, hakuna la sharia. Au mtu mwanamke ufiliwa na akawa wameshika shughuli zake, hata habari, japokuwa hazikupingika mtu kufanya shughuli yake akiwa uko katika eda. Kosa liko kwenye wewe kutoka eda, ikiwa hii ni sharia na ikiwa Mungu asema ni amri ya Mungu aliwashushia nyinyi. Ikiwa ni amri ya Mungu aliwashushia nyinyi, ni sisi kusimama kwa hiyo amri, kutoa dhiki wanawake na wanawake kukita kwenye kila linalowahusu katika hii sharia. Hikma ya kuwekwa sharia ya eda, ya kwanza wanavyoni wanasema maarifatu baraati rahimi, ni kujua kuchakasika kile kizazi, hatta la takhtalita al-ansabu ba'daha bi ba'd, mpaka kizazi kisitangamane baadhi yake kwa baadhi. Mwanamke akikaa eda, ni hikma ya kwanza ya kuchakasika kizazi chake, na vile vile kujulikana kwamba kuwa kina kitu hakina kitu, kimeota hakikuota. Hiyo ni hikma ya kwanza. Hikma ya pili ya mwanamke kukaa eda ni tahiyatu fursatin lizawjain, ni kuwapa nafasi hawa mume na mke. Mungu kuwapa nafasi gani? Liiadati alhayati zawjia, ili wayaregeshe tena yale maisha ya kindoa. Maisha mema, maisha mazuri, maisha ya utulivu ni maisha ya ndoa, ndugu zanguni. Maisha ya kukaa kinyumba si maisha. Maisha ya kukaa kinyumba ni maisha ya utiriri,
ni maisha ya kero, kwa sababu huwa hana utulivu mume, hana utulivu mke. Tungajipa utulivu kupitia kwa hayo, lakini tunasema kama Qur'ani inavyosema, la shetani huwa na mapambo, na likisha kupamba na shetani, we huona uzuri kwa lile alilolipamba shetani. Allah tabaraka wa taala asema, wazayyana lahumush shaitanu a'malahum, na akawapambia wao shetani vitendo vyao. Na ndiyo ndugu yangu, kama utaniunga ama utayaunga haya, ni kuwa angalia lililopambwa na shetani, jinsi shetani alifanyia utulivu. Angalia mwanamke uliokaa naye tu hivi hivi, utulivu upatikanao kwa mapambo ya shetani, na we ukauona hapa ndicho kikomo cha utulivu. Mwanamke akawa kunena kwake na wewe kunena kwa adabu, na hukufanyia ile khidma ya hali ya juu, na wewe mwanamume ukawa husikizi, huoni, uko tayari kumtekelezea yule hawara wako uliokaa naye kinyumba chochote akitakacho, miaka ngia miaka toka. Haki siku ipitikao sharia, siku sharia ya Mungu ikipitika, shetani huudhika, kwa sababu shetani siku zote hapendi kumuona mje uko katika twaa. Kero lake ni kumuona mtu uko katika as-sirata al-mustaqim, lakini furaha ya shetani ni kukuona uko katika upotofu. Sasa pale ambapo maisha ni maisha ya kinyumba, kukaa kinyumba, alikuwa akiweka misumari yake na pambo lake kama jinsi Mungu alivyosema katika Qur'an. Basi watu wakaona maisha shwari, raha kweli kweli, na pengine mpaka watu wakaingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakawa hupikiwa mafutari tu ya kimaajabu ajabu. Lakini siku itapita sharia ya wawili walokaa kinyumba wafungiwe ndoa ya sharia, usiku huo huo mvurugo utaanza. Kujibishana kwao itakuwa sivyo vile namna walivyozoea. Hii ndio tofauti ambayo wewe tofautisha sana, na utakute ikifikia wiki mara wameachana. Kwa nini? Kwa kuwa shetani halikumfurahishi, awavute kisha awarudie hivyo. Ndugu zanguni, la Mungu halianguki, na mifano tunayeshuhudia. Tazama, wawili huwa wapendana na wakawa wameoana kwa wema, lakini shetani akaingia kati kwa kuvuruga kati ya kumpiga misumari mke ama kumpiga misumari mume, kunchia shaka mke ama kunchia shaka mume, mpaka misumari ikakita, watu wakawa wamekuwa hawaelewani tena. Wallahi hawaelewani na wapendana. Aweza mwanamke kakorofika akakutoa toka leo silali, na wewe ukaona hapa mimi sipotoka sije, yani zile hasira na mimi mwanamume zikanipanda, kanchandika huyu mwanamke wa watu katafutana mengine, kwambia hai mimi natoka. Ukitoka tu kiasi ya masaa, mke atafute awaite ndugu zake wadogo, Helena kamwangalie fulani barazani msikitini huko, Helena kamwangalia huko, kama yuko ndo naambie. Mbona umuuliza huko na mtozeo wewe si umentoa? Lakini kwa kuwa ile shetani sasa, mivukuto ya kishetani, shetani akizidi toka, na hapo yeye hufa kwa mahaba. Basi ule mwana atakuja kumwambia uko barazani, tampigia simu, na akimpigia simu tambia haye uko kwapi? Ntoze, umefahamiana? Uko kwapi? Yeye kwambia niko msikitini, niko barazani. Si umeniambia nitoke? Awe na hasira mbembe, hebu ndo mara moja. Mbona hebu ndo mara moja? Hii ni dalili ya kuwa kupendana wapendana, lakini pana mivukuto kati ya sharia ya Mungu kubaki na shetani kuivunda ile sharia ya Mungu. Sasa ndipo ukaona hili la eda ni kuandaa fursa kwa mume na mke liiadati alhayati zawjia, ili waregeshe yale maisha ya kindoa. In raaya anna alkhaira fi dhalika, wakiona kwamba kuwa kheri iko hapo, kwa sababu kuna kuona kheri kwamba kuwa iko na kuna ikawa kheri hakuna kheri ya kurudiana kwenye kudumu makonde kwenye hayatu zawjia.
Hakuna kheri hiyo. Ama kunyanyurana saa zote, ukawa saa zote husikika kwamba ni vita tu kati ya mume na mke, mpaka watoto wadogo sasa wakawa wanajua kwamba kuwa mama na baba huchecha, mama na baba huvurugana. Ni tabia mbovu, si tabia nzuri wanababuli. Lazima hayo tuelewe, kwa sababu hayo ni yetu sisi na hutoka. Ni tabia mbovu. Hata wewe ukiona hasira zimepanda kati yako wewe na mama, mwiche kidogo ndani, baada dhalika mufunge na mlango. Mtoto akitaka kuingia nchume, hata kama hutaki chochote dukani, nchume tu japo kwa biskoti, kenda katika biskoti mketi mule, isichotaka kuchecha. Lakini sio kwamba kwa saa zote huvurugana, mwanamume upandisha, mwanamke upandisha kishindo, humbiriliana mineno mizicho na wana wako pale pale huhifadhi. Kisha huya tukapiga kelele katika meredio, tarbia 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 tarbia, malezi hakuna, malezi hakuna. Aliwapoteza malezi ni nani? Chukana nani? Atapigana nani? Mkiwa mmefunga milango ndani huko, nani tawamulizi? Auliwa haya, akitutolea habari mmoja atakufa, ndio tutajua mmoja ameuliwa, tutaangalia mazishi. Ukitoka ukikimbia ukifunga mlango, tutasikia harufu ya kufa, tutajua kwamba kwa hii ni harufu ya maiti, tutavunda mlango, tutazika mambo yeshi. Lakini tuendeni kwa nidhamu na tuendeni kulingamana na dini ilivyotupangia, kwa sababu tumepangiwa mipango madhubuti na sharia yetu kuhusiana na maisha ya ndoa. Vile vile hikma ya kuwekwa mwanamke kukaeda ni atanwihu bifakhamati amri nikah, ni kuzindusha watu ukubwa wa jambo la ndoa. Jambo la ndoa ni jambo kubwa, msifanye mchezo sha. Siku ambayo wewe waoa ni bwana harusi, haki ya Mungu wewe mwenyewe wajihisi kama president. Umepanga na mabestimeni wako, umepanga na mabodyguard wako, kimepangwa kikosi special hiko cha kusimamia katika wizara ya halua. Umepanga kikosi special ni cha kutenga watu tu ampe bwana harusi ile barabara. Kimepangwa na fosi kamili ncha wale wakora wa nyumbani ambao watakuzuilia wewe mlango usingie. Pana kikosi special kimepangwa wa kupambana na hao. Japokuwa mambo ya kijahili, lakini twakwambia ya kwamba na wewe kama bwana harusi huwa umejipangia kweli kweli. Kilemba haki ya Mungu kikichecheka hukirudishi wewe. Angalia raha, huipachi tena siku hiyo shekhe. Ni ile ile ya kwanza. Hata ukioa wa pili ukitaka kuifanya harusi kubwa, kuzingatiwa harusi ni ile ile ya kwanza shekhe. Kilemba kikichecheka kidogo tu, taona mabarobaro karibu 10, kila mmoja mfahari atakafanyeje akichengeze. Hata Joho wakati mwingine ukiona laanza kufagia kana gari ya manuspaa, taona tayari kuna jamaa wamelishika ile jua. Nraha shekhe, ile siku huwa ni siku ya ukisha kumaliza ndoa, waambia wape mikono jamaa. Unawapa mikono shekhe, wewe mwenyewe wajihisi sijui nani kama mfalme wa dola za Kiarabu. Manake ulichidhia joho la Kisudia shekhe, liwe lekundu ama leusi shekhe. Sasa wajihisi kweli kweli, nsiku moja kuru sana bwana. Sasa hili jambo la ndoa ni jambo kubwa sana. Mbali ya hayo ni shamra za kiharusi, lakini kuna hili jambo ambalo leo waja kuhalalishiwa ulichoharamishiwa shekhe. Tena waja kuhalalishiwa, huhalalishiwi kikanuni, waja kuhalalishiwa na sharia ya Allah tabaraka wa taala. Allah fauka arshihi aridhika kwamba kwa leo yafungwa ndoa ya wawili, mmoja toka kusi, mmoja kaskazi. Hawaelewani kizazi, hawana harufu ya kizazi, lakini chajavutwa kizazi kwa watu wawili sasa kufanywa familia moja, na kuvutwa familia ya mume na familia ya mke. Sasa iwe sasa ni familia kubwa, kwa sababu twafukuzia kwenda kujenga society au mujtama. Yote huanza kwa mume na mke. Wewe unataka kuchezea ndoa baada ya kuwa wewe ulikuwa ni mfalme siku ya ndoa.
Tena billahi alaikum, ufalme wa kuoa hauko hata kwa barobaro. Wasemaje jama? Ufalme huhisi hata mtu mzima. Hapa kwenye darasa nchu nzima yoyote, mwenye miaka kuchushinda sisi sote, siku atakotualika nina nakdi nikaha baada salati al-isha masjidi rahma, haki ya Mungu watu wote wanakuja, na yeye ajihisi kwamba kuwa leo munganiona mtu mzima lakini barobaro. Alis kadhalik, na ajihisi kwamba kuwa mimi vile vile ni mfano. Hili jambo la ndoa ni jambo kubwa sana. Ikiwa jambo la ndoa ni jambo kubwa sana, mbona Waislamu wamekuja kufanya madharau ya kisampuli hii katika suala la ndoa? Mbona wamekuja kudharau kisampuli hii katika suala la maisha ya ndoa? Kwa hivyo mwanamke kawekewa hili la kukaeda kwa sababu wa kuzindushwa, yoyote azinduke kwamba jambo la ndoa ni jambo kubwa sana, kwa namna ambao halikuwa ni jambo la kupangika mpaka kwa mkao wa watu. Umesikia jamani? Wallahi muelewe vizuri, hivi vifungu vanihusu ninavyozungumza, ninayezungumza na vawahusu nyinyi unaosikiliza. Na tunataka baadhi ya matatizo hasa yatatuke kwa sababu ya vifungu hivi. Haki jambo la ndoa halikufanywa isipokuwa kwa jumuiya ya watu. Umeona? Lile la ndoa kufanywa kwa mkao wa watu, mkukata maneno ya watu, na kila asikiae awe amealikwa ama hakualikwa, yuapita tu yuenda zake bamburi, lakini huku spika ikawa ya chochoma, fa inna Allah ta'ala halla nikaha wa nadaba ilayhi wa harrama istifa wa awada al-adhab alayhi. Yeye mwenye atasikia tu hapo kuna jamaa mmoja ufungishwa ndoa. Umeona, hakuna jambo la shaka kwamba jambo limedhihirishwa kwamba kwa hakuna atake kutia shaka. Lakini hizi chomozi za masuala ya nikaha za siri ambazo zimechuchokesha, mtu akikupigia simu taka kukuuliza suala la ndoa ya siri. Ndoa ya siri ni ndoa ya shaka. Na Mtume asema, Muhammad al-Sabuni katika kitabu chake Wajul Bakir, anacho kitabu hiko, asema ya kwamba kuwa tofauti ya ndoa ya halali na ndoa ya haramu pia imekuja kwenye vigelegele tu na sauti hatari ya wanawake. Hii hutofautisha kwamba kuwa hapo pahala penye fujo na ngoma na vigelegele vya wanawake, hapo pana harusi, na ni harusi ya kisasa. Lakini kete kimya, hapo pana shaka, na watu pia watakuwa na shaka. Japokuwa kuna siri, kwa maana ya ndoa ifungwe walii huko, mashahidi wako na bwana harusi huko na mwenye kuolewa, ikawa siri, hatuineni siri hiyo. Lakini sisi tunazo siri hizo ambao tumefikishwa kwenye uelewa wa baadhi ya wanavyoni kwenda kufungua mlango huu wa watu kwamba kuwa wamekuwa huzini ovyo. Na haya nikisema, sisemi kwamba kuwa nimekusudia ncha fulani ufanye uzinifu kama vile jinsi watu walivyoelewa. Sikusema hivyo, ni kukosa sharia. Tukikosa sharia utafunguka mlango mwingine usiokuwa wa sharia. Tunataka itekelezo ya sharia. Sasa tukisema siri, kikwambia siri hiyo ya kazi gani? Mimi nataka kuoa lakini sasa ni tabu. Hiyo tabu sasa uholea nini? Ushanambia tabu, sasa ndanini kuoa sio? Nataka kuoa lakini tabu, basi mikafanya siri. Mbona umeoa na tabu nini? Siri hiyo ni ya kazi gani? Sitaki mke wangu ajue, sijui nini. Sasa wewe unataka kutia watu tabu na utaka kujitia tabu kwa usiloliweza. Nimesema jana, jipime kwenye kutaka kuoa mwingine, lakini usikhalifu sharia ya Mungu. Na hakuna favor hapo. Usifikiri kwamba utanichambalia mimi kabisa, huwezi kunichambalia nikupe kipengele kwangu hupachi. Pahala ikiwa sharia imekanyaga, sharia itakanyaga. Sitaki kupendwa kwako nawe
kwa kukuhurumia ufanye makosa akuivunda sharia tulopangiwa na Mwenyezi Mungu katika hayatu zawjia. Sasa itawezekana vipi? Itawezekana kulingamana na sharia ilivyokuwezesha. Hapa kwa nini nimesema hivyo? Nimesema uvundaji wa sharia baada ya mtu kumaliza talaka zake. Tuamaliza talaka kisha tukakhalifu sharia. Ukimaliza talaka sharia ilivyopanga, tuelewane ni vizuri ndugu zangu, sharia ilivyopanga, una ruhusa tena yule mwanamke wewe, ruhusa iko aolewapo kihiari bila ya njama na siasa, na atwapo kihiari bila njama wala siasa. Kwa sababu siasa hizo wamfanyia nani? Siasa hizo na njama hizo wamfanyia Mungu. Mungu aliyokuwekea sharia hiyo. Umemaliza talaka zako 3, muate mwanamke mpaka atokee mwenye kumuoa kihiari, wakae kutokea atwe, amalize eda, uunge tena wewe kwa mara nyingine. Lakini suala langu, Waislamu watukufu, na sisi tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwenye 10 la mwisho, na midomo yote hii yasikiliza darasa hii wakiwa wamefunga lillahi ta'ala, yafanyika hayo? Yafanyika? Hayafanyiki. Sasa ikiwa hayafanyiki, nyinyi ikiwa mwastahimili, mimi siwezi kustahimili kwenye vifungu vya sharia shati nene kinena. Musiseme ya kwamba shekhe amesema kwamba kwa watu wa Bakarani wote huzini. Ichani Mungu, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tasemaje watu wa Bakarani wote huzini? Ana mushi majnun. Ni hii sharia, na kuna watu ya wakota hii sharia, na kuna watu wameihalifu hii sharia. Sasa ili wajirekebishe haraka, hawataki nkukichia kisahani ili kutoke maneno, kumetoka fatwa rahma kwamba kwa watu wote uzini, ili yapate kufichika maovu. Bwana we, ukiata talaka 3 kisha ukienda ukifanya njama na barobaro, nenda kamuoe na fulani. Lakini sikiliza bwana, tuelewane. Hilo la kwenda kuoa mahari mimi nitakupa. Utamwambia vipi barobaro hivi sasa maskini masaa 24 hutefuta kuhuvumbua mahari ataka kwenda kuoa? Leo mwambie kwamba bwana mahari haya, lakini kwa ajili ya lakini. Lakini gani? Wewe nenda mwanamke fulani, nenda kamuoe, mpea mahari. Angalia leo Jumapili, ikiwezekana mpaka Alhamisi, fanya mashauri umwate, uniatie mwenyewe. Mbona ni hivi? Lakini sasa barobaro kwa kuchemka kwake haulizi mbona ni hivi, yeye huona kwamba kwa ncheche amepata. Hivyo mahari haya, nenda atatuko. Nakumbuka kuliwahi kutokea, lakini mwanadamu huchata kunena kwamba kwa ni hapa aka kunene kiambo Bakarani. Lakini ni hivyo mimi mbahero ule kulitokea hapa Bakarani, hapa haikufuturike ama kusifuturike, kulitokea. Sasa ndio hapa matokeo, na nyinyi hutuambia, lakini hamutaki insafu, kwa sababu kwenye mazungumzo nyinyi hutazama nyuso za watu, hamutazami yale maneno ni ukweli ama si ukweli. Lakini nyinyi mwatuambia hata hutuba jamani, takaiandame mambo yanayotokea katika wiki, ili lile linalotokea katika wiki lirekebishwe siku ya Ijumaa. Ama sivyo mnavyoafikiana hapo? Abdul Samad, mwasemaje hapo? Mwatuambia kwamba kwa litokealo kwenye wiki liwashe kwenye mimbari ili mpate kusawazika. Sasa mmevandama mtakao. Hilo lilitokea, ndio hii sharia ikafanya. Aliendewa barobaro mmoja, bwana akamwambia, bwana kuna mrembo fulani nataka uende ukampige kitabu mahari haya bwana, na nyinyi mmekaa hiyo wanawake, lakini inshallah fanya mpango wewe kama wiki moja tu, manake kana kunini kana kidogo na kuona kwamba kwa taharaki sana, basi enda kaimakinishe kiasi ya wiki moja nini. Ule bwana akamwambia kweli? Akamwambia kweli mahari nipa ntaka. Akapewa shekhe. Yuenda shekhe
akaokoka. Aliokoka kwa kupacha nusra Muislamu, akaleta yale maneno. Akialeta akamwambia, da, usiende kwa sababu ukienda utakuwa wazini. Sasa angalia hii situation ilivyo. Huyu yuwaenda, kuna rafiki yake alikuwa ameipata ile kanda kwamba kwa huu amepewa hizi, yuwaenda. Sasa yule alopata kanda akamrudia yule aliyompa mahari, akamwambia, salamu alaykum mzee. Akamwambia, alaykum salam. Kukitokea tena na mimi pia nitaka. Ushaona? Ashaweka oda huyo sasa kwamba kwa kukitokea mwingine mimi sinchangulize mwingine. Sasa ushaona? Sasa kama ule alipenya akenda akapata, angekuja kutoa habari, we kuoa sio mchezo shekhe, na tayari huku pana shuba, kuna uzinifu yeye hajui, na hu sasa ashaandika jina lake, oda ikija iwe ni yangu, na ule kule hueleza raha zionazo. Sasa itakuwa ni lolongo na mimi akishahun mimi kitabu cha zina nkipi jamani? Ndio haya basi ambao tunawaokoeni nyinyi. Hamutaki kuokolewa? Tunawaokoa, msifanye hivyo. Na aliwaokoa ni Allah tabaraka wa taala. Sasa usinifanyie mimi chuki. Kama ningekuacha mimi ningeadhibika, kwa sababu ningekuwa nimeona hili la sharia nalijua, sikukwambia. Leo wewe ni wakusikiliza wewe. Billahi, na hii kanda ukaitukua ukenda ukampandishwa nyumbani kwako, ukawachilia na kina mama. Sikilizeni mambo hayo. Watu wamepotea katika majumba, na sisi ndio tuliolegeza kamba kama hii. Muhalili nani? Ni wewe mume ukatoa mahari ukampa nani? Ukampa mwanamume mwingine, nenda kaoe pahala fulani, lakini kwa wiki moja. Wallahi, pande za vijiji fulani, sikitaji kijiji gani, mmoja alifanya hivyo ndugu zanguni. Akafanya, akampa jamaa mmoja, akamwambia mpaka kesho kutwa uwe umemwata huo. Ule akamwambia sawa, mimi kesho kutwa atampiga talaka. Ujue kwamba kwa wangu, ujua tena watu hufanya yani kama si lolote si chochote. Yani mwambia nenda, lakini ujue ni mke wangu. Angalia, kwa nini usimpige hata mbao mtu kama huyo? Nenda, hukupa mahari, lakini ujue ni mke wangu. Mbona ni mke wangu unaambia mimi nende? Tena mbona ni mke wako wewe watoa gharama kwamba kwa nenda, lakini nakujuza tu kwamba kwa ule ni mke wangu, matatizo tu yametokea, tumeachana, lakini pana kipengee mimi nimepewa na wanazuoni kwamba kwa ili nimpache mpaka uleo na mtu mwingine, basi afadhali iwe haraka, sitaki kuzini naye. Sasa angali, tabibun yudawi nasa wa huwa alil, daktari hutibu wache mwenyewe ni mgonjwa. Wewe usema kwamba kwa nsije nkazini naye, na wewe hutoa pesa kwamba kwa nsizini naye mimi tu, lakini wewe ndio kafanyaje? Nenda kazini. Basi ule alikwenda shekhe mbarobaro, tena barobaro mvuvi, mtu ambaye huenda zake yuani huko akikaza mijitoa supu wa samaki kisawasawa, akaja akasindikiza supu kwa bangi za kisawasawa, akishuka mjini uko freshi kabisa. Tumefahamiana? Ndiye mwana hoa alopewa sinti, nenda. Akenda. Alipokwenda siku ya kwanza, barobaro uveme kimya, hatoki hata nje, haonekani. Ule jamaa akawa huenda akamuuliza mabaharia wenzake, huyu jamaa siku hizi ameshuka kwenye chombo chenu? Wale jamaa wasema kwamba kwa kutoka juzi hatujamwandika hito, kwa maana hatujamuona. Haji kazini. Akamwambia haji kabisa. Kumbe chuma uko ndani, licha kutoka kwenda baharini, na ile pazi ya ifundie na madirisha hakuifungua, ifundie na madirisha ndani kwa ndani. Sasa angalia shekhe, kukhalifiwa sharia ya Mungu natija jinsi inavyokuja. Billahi alaikum, alimuotea alfajiri. Haya ni masala waqi'ia, ni mambo yalotokea. Alikwenda alfajiri kwenye kile kipindi ambacho huwa jamaa huamshana time jamani, jamaa uko chonjo ndazo nini. Alikwenda kugonga shekhe, akwenda kugonga dirisha.
na watu wote washuhudia na kumsikia. Tugonga. Wale wakaambia naam. Hebu kidogo. Hebu vipi? Sikukwambia utoke nje bwana. Tafadhali fungua dirisha tu kidogo, mimi nitaka kukwambia neno. Yeye huyu mzee bangi ajua kwamba kwa neno gani. Akaambia hivyo utafungua, akafungua dirisha. Wasemaje? Bwana, tulielewana vipi bwana? Mzee, mfahamiana, tulielewana vipi bwana? Sasa hataki ile sauti itoke kwa sababu ule mwanamke afanye. Akaambia, tulielewana vipi bwana? Basi kwa inadi na vana vake vakwechu vana inadi, alitoa sauti nena nsikie. Ile nena nsikie kwa kwamba zungumza nami nsikie. Barabara akamwambia, sikiza nikwambie, ndio tuliagana nitoke, lakini naona hakutokeki, amenichua sana. Umefahamiana? Nenda sasa. Bwana, yamekuwa hayo. Akamwambia, yamekuwa haya. Si ulinipa mahari na ukanambia kamuoe mwanamke huo leo kwa mahari, na mimi sasa ni mke wangu. Kwa nini sasa mimi nitoke kwenye rumu nikuate? Bwana, dini gani? Bangi tayari sasa. Dini gani sasa hiyo? Ikiwa mimi nishaoa bwana. Alitoka shekhe, ikawa mambo ya kulalamika na vilio, na analolililia ni uzinifu. Umeona mwanadamu namna alivyo? Hulia na kulalamika nini? Wewe sikitiko hili umefanya jambo gani? Alilolifanya ni ukhalifu wa kumkhalifu Mola wake. Na haya ni mambo ambayo yatokea, ndugu zanguni, si kisa hiko nilichowapa tu. Ila yaumina hadha ni matatizo yako katika mujtamaa, kwa sababu majumba hawajui sharia ilivyozungumza kuhusu masala ya ndoa, kuhusu masala ya tangamano la ndoa, kuhusu mume na mke kisha kutangamanishwa, kuvishwa zile pingu za maisha kama wanavyosema wasemao wengine. Wao huona basi mujarradi wa mtu kuoa ni ile ladha na raha anayoipata katika kustarehe na mwanamke. Hajui ya kwamba si hilo tu, bali kuna gharadh, kuna lengo ambalo ni muhimu. Lengo ambalo ni muhimu ni kujenga mujtamai mzima kupitia kwa nyinyi wawili tu msimamapo kuichunga sharia takwapo. Ndipo wakazindushwa katika hikma ya kuwekwa eda. Mwanamke akaeda ni heshima ile, anampa nani? Anampa mumewe. Ili lile jambo la ndoa halikufanywa ovyo ovyo, lina mkusanyiko wa watu, na lenye mkusanyiko wa watu hutoka shaka. Hapa pana harusi. Ukiona baada ya ndoa hapo pana sufuria 2 za pilau, utasema kwamba hapa pana lima. Mbona wasema hapa pana limatul arus? Ni kwa kuwa hii lima yenyewe imefungamana na uhalali wa ndoa. Huwezi wewe kwenda kuponda mwanamke hakuna ndoa, atikisho uchupikie sufuria 5 za nini, waita watu msikiti nzima. Leo jamani, mkishuka msikitini Ijumaa kula kwangu. Lima lima himbo na hachukusikia hata ndoa ikifungwa. Lima himbo na hachukusikia hata watu wakialikana. Ndio tofauti kati ya ndoa ya halali na ndoa ambayo ni ya haramu. Ni lazima haya yajulikane. Kisha angalia, baada ya hili kupatikana kwa mkusanyiko wa watu, wanavyoni wasema na kifunguo chake kuvundika kwake likawa halikupewa eti kipindi kifupi likachike basi, isipokuwa kwa mipango mingine. Subhanallah, hakuna sharia tamu kama sharia ya Muhammad aliyopewa na Allah tabaraka wa taala, na ambapo kumetokea sasa ya ile ndoa sasa kuchachilana na kufunguka na kuvundika. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla pia akatoa mwanya, akatoa nafasi kidogo, kwamba kwa hii nafasi hebu ivutwe kidogo, asa watu wakarudi kwenye mapatano, kukatika kusidumu. Isipokuwa pale pahala ambapo hakuna namna, ni hapo kukatika ila al-abad, pia yako katika sharia hii. Moja, ametoka mume akenda akandirikia mkewe na mwanamume fulani faraghani. Baada dhalika mume akakosa ushahidi, isipokuwa shahidi yeye mwenyewe ndiye aliyoshuhudia. Sasa ikawa nkupeleka katika mahakama ya kisheria, nimemuona bibi yangu na fulani faragha. Sasa hapa
sharia inasema lete ushuhuda. Ukikosa ushuhuda, mboko 80 utakula wewe, na waweza kupigwa mboko 80 bila ushuhuda, na mkeo akawa amekuhini. Raha amejifanyia yeye mwenyewe na mikwaju kala wewe. Ndipo ikawa kitu chochote kinachoungamana na tuhuma, kitu kutuhumu, ni lazima ushuhuda upatikane, kwa sababu Mungu ataka kutukachisha hizi fitna zilizosambaa katika kila kipembe cha dunia, ambao natija yake ni watu kutuhumiana. Huwa mtuhumu huyu, yule antuhumu yule, akiambiwa una ushahidi, usikia wewe unakaa katika dunia hii kujengea kila jambo kwa kusikia. Hukuambiwa na Mwenyezi Mungu katika suratul Hujurat ambao tulitafsiri juzi, moja katika kifungu ni ya ayyuhalladhina amanu, mulonadiwa nyinyi, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, anapowajilia nyinyi mtu fasik na habari yote hakikisheni. Kwa sababu gani? Antusibu qauman bijahala, musije mukawapatiliza mukawatesa watu kwa ujinga, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sasa wewe tuhuma tu. Sasa angalia, wewe ukawa umelishuhudia hilo, si umelishuhudia, uko faragha na fulani, ukienda katika mahakama ya kisheria, na hili lilitokea katika zama za Mtume. Mmoja aliyentuhumu fulani na bibi yake, alipokwenda kwa Mtume ambaye albayina wa illa haddu ala dhahri, lete ushuhuda, la si hivyo mboko juu ya mgongo wake. Ule bwana akamwambia Rasulullah, hivi mimi nimuone mke wangu na fulani juu na chini, mtanisamehe, ndivyo hata vitabu vilivyozungumza hivi, unaambia mimi katefute mashahidi, sikumpa nafasi amalize kazi yake. Akimaliza Mtume mwambia albayina, baba we, ushuhuda amambo kwa mgongoni mwako. Kila akirudia Mtume amenkanyagia hapo, ushuhuda amamboko. Akaona ule bwana, habari iliyoko, mke wangu mimi nimemuona na mboko tachiwa mimi. Alinyosha mikono yake mbinguni, Mungu wangu, teremsha chenye kuchakasa mgongo wangu na mboko. Manake Mtume hapo hataki kujua shekhe, bayina, lete ushahidi, kwa sababu tunataka kumaliza kero na fitna za tuhuma. Lete ushahidi kuhusu bibi yako. Huna ushahidi, mboko. Alimuomba Mungu, manake shahidi ilikuwa yeye, na ushahidi wa kusimamishwa hadi mpaka 4 shuhada. Na 4 shuhada tulizungumza katika kanda za suratul Nur, sina haja ya kurejelea kwa urefu. Ni ushuhuda wa ushuhuda, kwamba kwa watu hufanya tendo. Wanavioni wakafikia kwamba si kwenda kutoka ushahidi, watu wamejifungia pahala, wamejifinika brangeti wote wawili, mkawa huona lile brangeti machacha yatokeao hapo. Brangeti vile namna linavyofanya na fujo, sio kwamba kwa imetosha apigwe mboko. Baba wewe uliona brangeti la checheka, wajuaje? Pengine ni nchu na mwana, na sasa wako katika kuocha, wako huiona, wako katika bustani, basi wakao hujizungusha huko zungusha huko. Basi sio kwamba kwa shahidi wa kwanza atakuja, njoo na wewe, manake humwicha na wa pili akija, ndo na watatu. Si hivyo, mtakwenda kuangalia mabrangeti uteza mchiwe kuni nyinyi. Hii ni dini ya mpango, si dini ya kiholela. Alimwambia Mungu, teremsha chenye kuchakasa mgongo wangu na mboko. Ikashuka zile aya zinazojulikana kama ayatul li'ani, ambazo ziko katika suratul Nur, tukazungumza kwa urefu. Mwanamume ape viapo 4 kwa jina la Mwenyezi Mungu, kisha ajiombe nini? Lana ya Mungu ishukie yeye ikiwa muongo. Aseme na hapa, mimi kwa jina la Mwenyezi Mungu nimenshuhudia mke wangu akifanya kadhaa. Uliregelee hilo mara 4, kisha mara 5 useme na lala ya Mungu iwe juu yangu ikiwa mimi ni muongo kwa nilivyosema, na kama mke wangu ni mkweli kwa anavodai. Aambiwa kaa kando. Sasa tumsikilize na mwanamke naye akase, akiapa, nimeapa na mimi ni muongo, mume wangu hakunishika kwa hilo.
akasema mara 4, kisha mara 5 akasema na ghadhabu za Mungu na hasira za Mungu ziwe juu yangu ikiwa mimi ni muongo kwa ninalolidai mume wangu ni mkweli. Waambiwa na vifungu vya sharia, akimaliza kuapa mwanamke baada ya kiapo cha mwanamume, automatic ile ndoa inayeyuka na hamuna ruhusa kurudiana ila al-abad. Sasa hapo waambiwa hakuna mwanya, kwa sababu kumetenganwa na kufarikana kwa liani, kwa viapo. Mkweli nani kati yenu? Allah tabaraka wa taala yafsilu bainakuma yawm al-qiyama. Lakini hapa sisi tunadumisha sharia. Sharia inasema wote wameapa wanatenganishwa ila al-abad. Hapo haukutoka mwanya. Na vile vile yaweza ikawa mambo yamefikia kiwango kwa mwanamke kutafuta kila namna aikose, afanye ile inaitwa hulul, kuikomboa hata kwa kuinunua ile talaka. Sasa hufikia hadi ikawa hakuna tena kupeana pumzi, kwa sababu amechoka kuhimili matungu mwanamke wa watu. Ama hapo hapo ende ikafusahiwe na kadhi. Kwa wale wanaochangaza katika sisi wanaume, twajua kuoa hatujui kuata, lakini akishtuka imefusahiwa, mke si wako mbwa mwingine, na untakaye mwingine bado hujaamua kumpacha. Kwa hivyo tusikhalifuni sharia. Baada dhalika tukawaambia wanawake twajua kuoa hatujui kuata. Kuna na kuatishwa kwa jaji, na akiatishwa ujue ya kwamba humpachi tena, tampata mwingine, na mahaba pengine uwe unao, uwe hupicha tasbihi zako hivyo nkulia na kushtakia na kumbandika mwanamke wa watu ya uongo, na wewe ndio ulokhalifu sharia. Lakini nasema kama mahakama za Kiislamu za kikadhi ziko zitakavyokuweko na ziwe sharia za dumishwa itakiwavo, waambiwe tu Waislamu wajitegemee kivyao katika hili suala la ndoa na talaka. Wallahi serikali inaitoi huru itakiwavo tu. Sisi tuna mengi tunataka kuyatekeleza. Waizi tunataka kumalizana nao, mafisadi tunataka kumalizana nao, watu wa unga tunataka kumalizana nao, watu wa bangi tunataka kumalizana nao, watu wa miraa, magati, manyasi, mbuzi tunataka kumalizana nao. Wote hao ni mambo tunayataka, lakini yaliyoko katika mahakama ni mangapi ndugu? Mawili ama matatu, ni la ndoa na la talaka na la wirathi. Lakini pia ni hivyo hivyo kiholela holela, endaye mbendi apate haki, endaye mbendi apate haki. Ni hayo ndiyo anaopitika zaidi. Ama kesi lolongo, mwanamke hucheseka ama mwanamume hucheseka, miaka 10 kesi yao, miaka 10 kesi yao. Kwa nini kwa mtana mmoja au siku mbili huwezi kusikiliza kesi na ukaweza kujua kwamba kwa hapa kosa liko wapi? Lakini huja tukadhihirikiwa mkosa ni mwanamume, lakini dogo zimepita hapo, ikawa hakuna nkute sana tu. Mahakama za kisheria za kisasa kama ziko, billahi haya mambo angelitartibika. Unaleta mchezo, nenda kalime, tupa ndani, nenda kalime miezi miwili, wewe wachesa wanawake wa watu hapa. Ukirudi ukialika harusi, hata jaji hudhuria kwenye harusi yako. Ukipeleka jito, hundi alonifunga hapa, adabu. Utachunga sharia uchungu. Lakini sasa huachanwa, hurudiana, talaka huisha, watu ndoa zimeisha, talaka zimeyeyuka, wamemaliza mara 3. Basi ni hayo tukasema tena lililobaki tena huwa ni uzinifu. Sasa hayo huwa nshati yawekwe wazi, lazima yasemwe. Ndipo Mwenyezi Mungu katika hikma ya hieda akalifanya kubwa jambo la ndoa, na katika kuatana angalia akatoa mwanya. Muate nyumbani kwako, amalize eda hapo. Umeruhusiwa lala naye kitanda kimoja na ni mke umemwacha. Kwa zile siku ambazo bado hajamkamiliza zile kurui zake 3, twahara zake 3 ili amalize eda, aweza hili alilolisema Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aweza kuzusha jambo lengine lisilokuwa hili. Jambo gani? Ukaleta fikra, mambo gani haya? Mimi mmemwata huyu, mbona twalala pamoja, tuko nyumba moja, mambo gani sasa haya? Hapo mume akamwambia, mke wangu umepita ni upepo, na nishakuata na moja imesabika, lakini kuanzia sasa ni mke wangu. Basi ni mke.
Au simwambie umelala tu usiku, mara zikakupanda tu kaona habari, mimi niele na huu nani wangu, mimi si mke wangu, kama si mke wangu singeruhusiwa kufanya nini? Ukanshika ukangeuza baba tuendao. Haya, mkenda tayari hapo huwa tayari ushanrudia ni nani? Ni mke wako. Raha mustarehe katika dini yetu na katika sharia yetu, bora tu mtu aifuate kwa mipangilio yake. Ndipo akawekewa sharia ya kukaeda mwanamke. Haya ni mambo yana hikma ya kina. Vile vile tumalize vifungu, ni kwa kuwa maslahi ya ndoa. Wanazuoni wanasema katika kifungu namba 4, anna masaliha nikahi la tatim, maslahi ya ndoa hayawezi kutimia mpaka nafsi za wawili zidumishe ile ndoa, ya kwamba lengo la sisi kutangamana ni kudumu mpaka mwisho wa safari. Allahumma kutokee jambo halina budi kutengana. Ndipo kule nyuma katika darasa zetu tulisema ndoa ni sharia katika dini yetu, na talaka vile vile ni moja kati ya kifungu cha sharia. Kama ambavyo waoa na wajuziwa na ni halali na ni sawa, vile vile kuacha ni halali na ni sawa, lakini tu kuacha kwa mbinu zake, kuacha kwa sharia yake, na kuacha kwa sababu zake. Kwa hivyo wajue mume na mke kwamba kwa maslahi ya ndoa hayawezi kutimu mpaka kila mmoja ajipe funzo kwamba kwa hii ndoa ni ya kudumu. Allahumma litokee lenye kutokea la kuvunda yale mafungamano ya mume na mke, na kuvunda ile dawama ambayo wewe mwenyewe ulikuwa umeinuilia, na sharia inasema ikifikia hadi hiyo itakuwa maslahi ni kutengana. Kwa hivyo liko la maslahi la watu kushikana ikidumu sharia, na maisha ya ndoa yakawa mazuri sana, na pana na maslahi ya watu kufanyeje, ya watu kutengana, ikiwa huko kutengana kutakuwa ndiyo maslahi, zikichungwa sharia hizi na zikichungwa vipimo hivi, kudumu kwenye ndoa kutadumu, na kila mmoja atachunga haki ya mwenzake, na likitokea la kutokea itakuwa mbasi tu ilikuwa ndio maslahi, lakini angatengana mume na mke, lakini ile ihsani ikawa iko pale pale. Ihsani ya kwanza ni mimi mume ngatengana na mke wangu, lakini siku nilokwenda alinikubali. Ngatengana na mke wangu nilipowataka wazee wake waniozeshe, waliniozesha na wakanikongoea kwamba kwa kupacha sisi nikukupacha kama wewe. Na leo tumetengana, siivundi ihsani. Sio leo tukisha kutengana na ihsani shike ndia zake, iwe sasa wewe mume hutefuta la kumkera mwanamke wa watu na si mke wako, na mke naye hutefuta la kumkera mume wa watu na si mume wake. Mara huyu amenitumia message kunitukana, mara huntukania mume wake mwingine, mara yule huntukana mke ambaye na yule mume wake. Sivyo jamani, hakuendewi hivyo. Ni kipindi kile cha utawala, wewe ulikuwa uishishie serikali, kukatokea ikawa serikali si yako tena, nda mwingine muate na ishike, kwaweza kutokea kwengine. Ndivyo mambo yalivyo. Wenye kusema usema kwa ule ubeiti tuliotafsiri jana, kam min manzilin fil ardi yalafuhu alfata, ni nyumba ngapi mtu huzoea kwa kuwa mtu katika maisha yake mpaka kufa kwake. Kuna watu ambao hivi sasa wakikuhesabia wameoa, wewe mwenyewe utablo kama mbarobaro yao, akamwambia mzee wangu, lakini hukunijua kwamba kwa nami pia niko duniani, ukanipa nami mmoja. Manake atakuhesabia, shekhe, nilioa fulani kamwata, ule ameolewa na fulani alikombwangu, sasa ule alikuwa alikombwangu, ule alipoatwa na fulani mimi nilingia, ule alipombirwa na fulani mimi nilimuokoa. Ya akhi, tachoka kusikiliza, rafli utapacha 100 ama 99 wachu vadhima. Ndivyo sivyo wazee? Sasa ikiwa ndivyo, twendeni kwa nidhamu wazee. Ukihalifu nidhamu hatukupi nafasi maadamu sharia haitaki, kwa sababu tunataka sharia idumu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika sharia yake, na atupe misimamo ya kusimama kwenye usawa wa sharia yake,
na likidhihiri ambalo si sawa, Mungu atupe misimamo ya kusimama msimamo kwamba kuwa si sawa, ili tupate radhi za Mwenyezi Mungu, tusifurahishe walimwengu, tuwe tayari waudhike walimwengu kwa kufurahika nani? Mungu wa walimwengu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Insha Allah ni milango mipana, sampuli za eda zilizokusanywa na Suratu Talaq moja moja kwa vifungu vyake, tutaendelea nazo kesho biidhnillah, kwa sababu tumeona ni milango muhimu inayotuhusu sisi. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.